nipe neema nyingine ya kusimama kwenye madhabahu yako. Nipe neema nyingine Mungu, nisaidie Mungu. Kumbuka sadaka zangu, na mimi nimefanya kwa kiasi changu. Nikumbuke, kumbuka sadaka zangu. Nipe neema nyingine tena Mungu, nipe neema nyingine, nipe neema nyingine, nipe neema ya kusimama kwenye madhabahu yako. Basi baadaye wakaendelea na uokozi na nini, ikawa imeshindikana. Kutoka saa 3 mpaka saa 7 mimi na mume wangu hatujaokolewa. Na hapo katikati hewa ilikuwa nzito, hewa ni nzito, inanuka petroli, alafu damu za watu, watu wamekatwa, damu zinachirizika kama maji. Pasco, siwezi kuelezea ukanielewa, lakini Mungu ndo shahidi wa mambo haya. Yaani damu zilikuwa zinachirizika, inanilazimu nimeze, kwa sababu mimi nabana ulimi. Nikibana ulimi kwa huko, ili ndo damu inapita hivi. Sintasahau, sintamsema nanili huyo mkuu wa wilaya. Enzi hizo mkuu wa wilaya huyo nilienda kwake bwana. Nilifika ofisini hayupo, nikaenda kwake nyumbani. Nilipofika akamwambia binti akaanza kumsikiliza huyo mtu anayesema hodi. Akaja kunisikiliza, nikamwambia maana naomba kumwambia mheshimiwa na shida kuonana naye. Akamwambia mwambie hapa sio ofisini. Wakati nimeshachanganyikiwa, yani kwa sababu uzinduzi umeshakaribia, sina mgeni rasmi, hakuna mtu anayenikubali, hakuna mtu. Omba hapa wapi, omba hapa wapi. Nikafika kwa huyo mkuu wa wilaya hana. Nikafika akamwambia mwambie aje ofisini, hizo ofisi. Akamwambia mheshimiwa amesema uje ofisini. Nilitokwa na machozi kama maji. Ni kweli yuko sahihi, sio ofisi, ni sahihi kabisa. Niliondoka. Wakati naondoka, unajua nilichogundua ni kwamba yani vile yani mlemavu ukionekana bwana wewe ni omba, watu wanakuogopa kwamba yani wewe ni omba tu. Nikaondoka kwa machozi. Nafikiri alikuwa ananiangalia kwa dirishani. Roho ikamuuma. Akamwambia yule binti, hebu mkimbilie, muulize alikuwa na shida gani. Nafikiri yeye kwa haraka alijua hichi kiomba kimekuja kufanya anaomba hela. Nikamwambia, akaniambia dada, samani nimeshafika getini. Nikiwa nafuta machozi. Samani mgeni, nani mheshimiwa amesema samani, ulikuwa unasemaje? Nikamwambia hivi, ilikuwa nimekuja kumwomba awe mgeni rasmi, ila kama alitaka kujua nilikuwa nasemaje, alipaswa kunisikiliza kwanza. Ninamwambia mna shida, Mungu akubariki. Nikaondoka. Yule mlinzi wa geti akasema, mdogo wangu unalia nini? Hawa kubwa ndo wako hivyo, ingasi tujua amekuambia nini, usilie mdogo wangu. Nikapanda boda, kumbuka nimeenda kwa gharama. Nikaondoka. Sasa katika ile harakati nimeondoka, nikamshirikisha mtu fulani hapa kati. Nikamwambia nimemkosa mgeni rasmi, tafanya nini mimi? Akasema nikwambie kitu, jaribu kumwomba mheshimiwa Sumaye. Nikamwambia Sumaye gani? Akasema huyu waziri mkuu mstaafu. Nikamwambia mimi nitamwanzia wapi? Akasema ni mtu poa sana, hana shida, muombe, jaribu. Ninakutumia namba ila usiniseme. Nikamwambia sawa. Kanitumia namba. Nikampigia simu nikiwa natetemeka. Ninatetemeka. Halo? Nikamwambia halo, shikamoo baba. Marhaba. Jambo? Si jambo. Unaongea na nani? Nikamwambia naongea na Flora. Wa wapi? Nikamwambia wakati samani utanifahamu. Nilikuwa na shida kuonana na wewe. Karibu nyumbani, unapafahamu? Nikamwambia sipajui. Akasema nienda Saki, ukifika pale boda atakuleta. Sawa baba. Na kuambia siku ya pili nilienda, ambapo ilikuwa ni siku ya Jumamosi. Uzinduzi Jumapili.
Nikafika kwake na kuambia nilipokelewa vizuri. Alinipokea vizuri, akapiga stori na mimi, nikamwelezea kwamba nahitaji awe mgeni rasmi. Akasema tena nilikuwa naondoka asubuhi na mapema. Basi nitairisha, usijali mwanangu, niko na wewe. Baada kujua storia yangu yote, alinipenda, akaniambia kuanzia leo mimi ni baba yako. Basi akaja kwenye uzinduzi huo ukafanyika. Kwa hiyo kutoka wakati huo, sitaki kusema ni mwaka gani kwa sababu ya mambo mengine ambayo nimepitisha hapo katikati, ila kutoka miaka hiyo ni zaidi ya miaka 10. Sumaye ni baba yangu, amekuwa baba yangu. Baada hapo nikarudi chuo, nilikuwa semester ya mwisho ile nilikuwa field pale Iringa. Kulikuwa na kituo cha watoto yatima pale, wanaita nini jamani, sijui nini jamani, nimesahau jina, ila ni kituo cha watoto yatima. Tukawa tumeenda kutembelea pale, nikiwa field pale, kulikuwa na chuo tunakifundisha pale. Tukaenda kutembelea hicho kituo, tulikutana na kaka mmoja ambaye alikuwa anamkaimu manager, anaitwa Justin, kaka Justin. Nikachukua namba zake, baadaye nikamwambia kaka, mimi ndo namaliza na hitimu diploma, ila natamani kusoma degree, naomba nisaidie nitafutia mfadhili. Akasema mdogo wangu, takutafutia, ila sitakuahidi, ila nitapambana. Kamwambia sawa. Basi mimi nikahitimu, nikamaliza, tukaenda mkutano Mbeya pamoja na Tumaini University ya Iringa, mkutano wa injili wa wanachuo. Mimi nikaungana nao, mimi nilikuwa nimehitimu. Tukiwa Mbeya nikaota ndoto nimepata ajali. Nilikuwa kwenye kigari kidogo kama kataksi, afu gari kubwa ikaangukia ile gari yangu. Kwa hiyo nikakurupuka hapo. Asubuhi nikamsimulia kaka mmoja anaitwa Rafa. Nikamwambia kaka Rafa, mimi nimeota ndoto nimepata ajali. Akasema hiyo ni vita, tuombe. Tukaomba, tukamaliza hapo. Nitakuja kusema kwa nini hii ndoto imekuwa ikijirudia. Basi nimeota Mbeya, ikaisha. Nikaja Iringa, nikakata tiketi kwamba sasa nirudi Manyara. Ile kama kesho naondoka, leo nikapigiwa simu na kaka Justin, uko wapi Flora? Nikamwambia niko hapa Iringa. Sasa kesho una mgeni wa kukutanisha naye. Nikamwambia kaka, alafu nimeshakata tiketi. Nikamwambia fanya namna, airisha. Mwambie uko ndo umeairisha, utaenda kesho kutwa. Kesho huyo mgeni anaingia, utaonana naye. Nikamwambia sawa. Basi bwana, kweli nikafanikiwa, nikaonana naye. Kumbe alishamwambia yule, hebu muulize Flora ni wa mwaka gani. Kwa hiyo alishajua, na siku ilikuwa birthday yangu. Sasa nimefika, nikaelekezwa kwenye hoteli. Hoteli ilikuwa ni gorofani. Nikapanda kwa mara ya kwanza toka nizaliwe sija kupanda gorofani, rafiki yangu. Nikapanda gorofani. Naona tu watu kwa huko chini. Anasema kwa gorofa ndio hivi. Basi bwana, sasa tukasalimiana hapo, wakati Kiingereza cha kuunga uko chuo, lakini Kiingereza cha yes na no. Na mzungu basi yule ananili mzungu. Tulivu baada kusalimiana tumekaa meza moja hivi. Sasa nikao naona anaondoka anarudi, anatoka anarudi. Sasa mbona yuko busy hivi? Sasa Kiingereza chenye kupiga story, kwani ninayo rafiki yangu? Sina. Yaani sina cha kupiga story. Mimi ni wakufanya tu yes. Hata basi baada muda wewe Pasco wewe cheka bwana. Yaani basi baada muda nashangaa watu wote wamesimama. Na mimi nilikuwa nimeelekea hivi. Huyo mzungu alikuwa ametokea huko nyuma. Na mimi nikasimama na nikaangalia, nikaona amebeba kitu hivi. Nikaanza na mimi nikasimama, nikaanza kuona watu wote wanasema happy birthday to you. Nikanasubiri wanakuja kumtaja nani. Kwanza kabla kutaja nani no Flora, sit down. Just sit down please. Rafiki yangu aje, hata hii nimekariri, si ushukuru.
Basi mimi nikajua amenihurumia kwa sababu labda hali yangu nikae. Nikakaa. Katika kumtaja jina sasa, happy birthday dear Flora. Aisee, sijui bomba la machozi litoka wapi. Nililia aisee kwa furaha. Umewahi kuona unacheka huku unalia? Nilifurahi maana ni kitu ambacho sijawahi kutenda toka nizaliwe. Basi wakakata keki. Wao wenzetu hao so keki za kichoichoi eti sijui tuspikizi. Wao wanakata kabisa ya kutosha, unakula kabisa. Wanakata na uma na kisu kabisa, yani wanakula kama chakula kinavuliwa. So sisi za kichoichoi hizi za nani, so slice hizi vidogo vidogo. Na mimi nikamwambia sasa mimi nawafundisha katika ile harakati. Mimi nikasema mimi sitaki kuwa nyuma, na mimi ngoja nionyeshe maarifa yangu ya kwenye Kiingereza chichi. Nikamwambia sikilizeni, tunatumia toothpick. Wao wa Afrika tunatumia toothpick, ngoja niwafundishe. Nikatumia toothpick nikawalisha wote. Walifurahi sana kwa kweli, tulienjoy, siku ilikuwa njema. Baada hapo akaniambia kwa leo tuishie hapa, kesho njoo ofisini. Kwa hiyo nikaenda ofisini, akaniambia andika barua. Nikaandika barua ya kuomba kusomeshwa. Basi Mungu ni mwaminifu. Yeye akawa ameondoka, ameenda Sweden. Mimi nikaamua nikasema sasa sitaki mateso kama yale ambayo nashindia mkate au nini, maisha ya namna fulani. Na uzuri mmoja, wakati ameondoka alinitumia hela ya matumizi. Alinitumia kama 1,000,000 ya matumizi tu. Naona, kwa hiyo sikupata shida. Baadaye nika-apply, nikasema ni apply to Open University ili nisome. Kwa hiyo akanitumia ada ya chuo, akanilipia semester ya kwanza, mpaka akanilipia mwaka wa kwanza. 2017 nikawa mwaka wa pili, ambapo sasa ndo nafunga ndoa. Basi baada ya hapo Mungu akanisaidia nikajiunga na Open University 2016. Nafikiri 2017 nikawa mwaka wa pili. 2017 nilikuwa mwaka wa pili, nikawa nimepata mchumba. Nilipopata mchumba nikiwa chuo. Ila sio kwamba nimempatia chuoni, hapana. Nilimpatia tu kwenye, mimi ni mhubiri naenda kwenye semina mbalimbali, naenda kwenye mikutano na hubiri, naimba. Kwa hiyo kuna dada moja nilikuwa nimeenda huduma sehemu. Huyo dada akaniona, akapenda huduma yangu jinsi nilivyoshuhudia wakati habari ya baiskeli, nilivyopokea uponyaji. Akanipenda, akachukua mawasiliano yangu, akanikaribisha kanisani kwake. Kwa hiyo walipojiandaa wakaniita rasmi. Nilivyoenda huko nikapata mchumba. Nilipopata mchumba, yule mchumba bwana nikamtambulisha kwetu. Nilipomtambulisha kwetu, katika ile harakati sasa natakuwa yeye atume mzee kwetu. Tunasema yani amtume mzee ili process za posa ziendelee. Akumbe wazazi wake wamenikataa. Na kule nyumbani mimi nimeshamtambulisha, wanamsubiri. Kila mara wananiuliza vipi? Mimi naambia anakuja, kuna mambo yapo sawa. Lakini kwa sababu wakati mimi sijapata kauli yake kwamba tuishie hapa au nini. Huo shuhuda kwa nini nausema? Natamani vijana wajifunze. Wakati huo mimi nikaona mawasiliano yanapungua. Hapigi mpaka mimi nipige, hatumi message mpaka mimi nitume. Haikuwa kawaida yake. Nikaona kuna mabadiliko. Wakati huo unajua masifa ya marafiki, unamwambia ninapata mchumba. Sifa. Acha rafiki yangu. Ujana ni kazi eti. Sasa hivi ndo naona kupata mchumba sio sifa. Masifa nakwambia huko. Wakati huo nilikuwa najitolea ofisi ya kata ya Ganana kama afisa maendeleo. Kwa kweli mimi naipongeza serikali yangu. Ni watu wenye upendo. Mimi nilikuwa najitolea na walikuwa wananilipa kitu kidogo. Wananilipa kama kibarua. Naona. Kwa hata ofisini kwangu nini wanajua nina mchumba. Rafiki yangu.
Sasa baada ya kuona mabadiliko na waza nitawaambia nini? Na unajua marafiki nao walivyo na masifa. Shoga, nani harusi lini? Alafu wakati kuna mabadiliko nasema unajitia tu moyo na tabasamu feki. Ipo, yani kila kitu kiko sawa. Basi sasa siku moja nilikuwa kwenye huduma huko Mererani. Nimeenda kuimba kwenye mkutano. Sina amani, maana mchumba hapokei simu, hapatikani, ana siku ya 3. Moyo unauma. Sasa nikampigia rafiki yake mmoja. Huyo rafiki yake akaniambia, Flora, mimi naogopa kukuambia ukweli. Nikamwambia rafiki yangu, bora tu niambie ukweli. Akaniambia kiukweli, fulani anasema sitaki kuendeleza mahusiano na Flora kwa sababu ndugu zangu wanasema atazaa kweli. Na je, asipozaa au akizaa watoto walemavu? Anasema mimi simtaki, nataka nimpotezee hivyo hivyo. I say, yani nilishtuka, niliogopa. Wakati mpaka kwa babangu Sumaya nilishamwambia. Baba kila mara ananiuliza, vipi mwanangu? Naambia baba, kila kitu kinaendelea vizuri, nitakujulisha tu. Kumbe kumeshaanza kuyumba, naficha aibu. Basi nikampata hewani, nikamwambia hivi, fulani nini kinaendelea? Akasema mna, unataka kuniacha? Hapana, wasiwasi wako tu. Nikamwambia naomba uniambie ukweli. Akaniambia hapana, ni wasiwasi wako tu. Sasa mbona umebadilika? Hamna. Kweli lakini naona baada hapo kitu ni kile kile, apigi simu, atumi message. Nikawa sema Mungu wangu, nitafanya nini mimi? Nitajificha wapi? Nitasema nini? Nyumbani wananiuliza, huku marafiki wananiuliza, huku babangu mlezi ananiuliza, mimi nitafanya nini mimi? Siku moja sasa nikaa nimeshindwa paka huduma. Siku moja kweli kaniambia ukweli. Kaniambia, bwana sikia, mimi naomba tu kila mtu aendelee na maisha yake. Nikamwambia unasema kweli? Akasema tafuta, kama una mtu wako tu we endelea na maisha yako. Aise, niliona kama ndoto. Kwa wakati wa huzunika, nikawa nashindwa hata kwenda kwenye huduma siwezi kwenda kuimba, siwezi kwenda kufanya chochote. Nikiitwa kwenye huduma naambiwa namwambia tu mtu, aise mimi niko busy kwa sasa, sitaweza. Sio kwamba niko busy, niko kwenye maumivu. Ikapita kama miezi 3, mimi sio huduma, kwenye maombi sipo, kwenye nini sipo, viwango vyangu vya kuomba vimeshuka, viwango vya kumtumikia Mungu vimeshuka, yani mimi sipo. Yani aise, niliishi maisha ukame wa kutokuwa na uwepo wa Mungu. Baadaye yani mimi na wakati huo nikafika wakati yani mama mwenye nyumba ananipikia mpaka uji. Mimi sili, yani nimeisha, na nilivyo mdogo nilizidi kwa kadonchi zaidi mdogo kabisa. Nikasema siku moja nikakaa chini nikajiangalia kwenye kioo. Nikasema hivi, wewe Flora una shida gani? Wewe ni mzuri. Kwa nini unamlilia mtu mmoja hivi? Je, yeye wa kwanza duniani? Na je, huyu kweli ndio mpango wa Mungu? Flora, umemkosea Mungu. Najiangalia, najisemesha mwenyewe kwenye kioo. Umemkosea Mungu. Hapana. Hutakiwi kuishi maisha hayo unaishi. Huo sio mpango wa Mungu. Nikaanza kujuta, lia. Mungu, nimeona mkono wako mara nyingi. Nimekutenda dhambi na kwa namna hii. Kweli na kukosea wewe kwa sababu ya mwanadamu. Nashindwa kwenda kwenye huduma, nashindwa kuomba, nashindwa kukutumikia, na nimekuwa mkame. Mungu nisamehe. Niliomba toba ya kutoka ndani. Nililia sana. Mungu nisamehe, nianze upya. Najua huyu sio mpango wako, ila ni mpango wangu mimi. Mungu, huyu sio yule ambaye ninamwombaga kutoka kwako. Sio huyu. Maana mimi kwenye maombi yangu naomba Mungu, naomba unipe mtu sahihi. Mungu nipe mtu sahihi. Mungu nipe mtu mcha Mungu ambaye anakupenda wewe, ambaye mwana huruma, ambaye anaweza kureplace nafasi ya baba, ambaye sijai kupata malezi ya baba. Yani nikana Mungu, huyu sio. Mimi nimemng'ang'ania, nimekutenda dhambi. Basi Bwana, nilikubali kuanza upya na Mungu.
Nilikubali yani nikasema mimi binafsi najikubali kwa mimi ni mzuri, mimi ni mrembo, nitampata mtu sahihi, tena mwanaume sahihi. Nikamtumia yeye message, nikamwambia sikiliza, sijawahi kukubali kwamba nimekubali kuachana. Sasa leo nimekubali tumeachana mimi na wewe, lakini kama ishivyo Mungu, mwakani muda kama huu ni ndoa yangu, na utashuhudia, na nitapata mwanaume sahihi, na utashuhudia ndoa yangu kwa macho yako mwenyewe. Mimi ni mzuri na Mungu atanipa mwanaume handsome. Nimekusamehe, endelea na maisha yako. Tukaishi hapo. Baada ya hapo nikaanza kwenda huduma kwa fujo zote, yani nikaingia ni jumla natafuta huduma. Wakati mimi natafuta nilikuwa sipatikani. Sasa mimi nazitafuta, napigia wachungaji, naweza kuja kuimba Jo Flora, yani nikana zitafuta kutafuta. Rafiki yangu hoja nikupe tu siri moja. Ni rahisi sana kuupoteza uwepo wa Mungu. Very simple. Yani kuupoteza uwepo wa Mungu ni sekunde chache, lakini kuurudisha ni gharama. Asikwambie mtu. Gharama inahitaji sasa muda, inahitaji mfungo, inahitaji ni gharama. Yani kuja yani watu watakuwa wamenielewa. Lakini pia kitu kingine nilichojifunza kwenye maisha kwamba kuna vitu ambavyo sisi wanadamu tunavitamani, lakini kumbe sio mpango wa Mungu. Unaona, hatumpi yale mapenzi. Kwamba mimi najifunza kwa Yesu. Yesu alisema, Baba, kama sio mapenzi yako kikombe hiki kiniepuke, lakini kama ni mapenzi yako na kiwe. Lakini leo nani anaomba hivyo? Hatuwezi kuomba hivyo. Umeona? Kwa kumbe yule kaka mimi kumpenda haikuwa mapenzi ya Mungu sisi kupendana, isipokuwa tu tulipendana kiubinadamu, lakini haikuwa mapenzi ya Mungu. Unaona? Basi baada hapo tukakaa kama miezi kadhaa. Yeye alikuwa katibu wa kanisa, katibu wa kwaya. Akaanza kama urafiki. Baadaye akaniambia, Flora, mimi nataka kukuoa. Fulani amekuacha, ila mimi nataka nikuoe. Nikamwambia, amekutuma ili unijaribu. Sasa sijaribiki mimi tena, kaa mbali. Walikuwa ni marafiki. Walikuwa ni marafiki. Nikamwambia tena, kaa mbali. Kama amekutuma mwambie hapa umegonga mwamba. Akanimiza, hakuna mtu aliyenituma, mimi ndo nakupenda. Tena kwenye utani anasema, tena kipindi mko naye mahusiano mimi nilikuwa naumia. Sasa wewe ni mke wangu, so wa kwake, wewe ni wa kwangu. Nikawa mkali. Mwanzo tulikuwa kama marafiki, anapiga simu, tunapiga story na nini. Lakini baadaye alipoanzisha hiyo mada nikasipokea simu, sijibu message, sifanye nini. Lakini baadaye mwenyewe binafsi nikaanza kuna kitu kimeanza kuingia roho taratibu, lakini ingenichukua miezi. Taratibu tukaendelea na urafiki. Ananitania gani, wewe ni mke wangu. Na mimi nikana mtaniambia, wewe nani aole huko Peru, ni kweli huko msituni huko nyewe. Ananitania, wewe ni mke wangu. Yani haijalishi tutaishi wapi, wewe ni mke wangu. Baadaye kweli nikaona yuko very serious kweli. Akaanza akanitambulisha kwa kaka yake. Akaniambia, mimi nataka kumuoa huyu. Paka kaka kumuuliza, hivi kweli uko serious? Nikamwambia, nataka nimuoe. Akaniambia, jiandae, nataka nikutambulisha kwa mama yangu. Na mimi wakati nikasema kabisa, sitamtambulisha mtu kwetu, paka anitambulisha kwao. Akanipeleka kwa mama yake. Nakumbuka siku hiyo nikashuka ni pale Riroda, Babati huko Riroda. Nikaenda nikapokelewa vizuri, tukala vizuri, na nikarudi zangu Babati. Baadaye hatujakaa sawa, akaniambia nataka nikuvalishe pete ya uchumba. Kila kitu kinafanyika kisirisiri, mchungaji wake hajui wala wako wangu hajui. Akasema sitaki mtu ajue zaidi ya ndugu zangu. Basi tukavalishana pete ya uchumba nyumbani. Marafiki zangu walikuwepo, marafiki zake, ndugu zake. Unajua pete ya uchumba. Haya. Chapo. Basi baada hapo mimi ndo nikakubali, tukamtambulisha kwetu. Nilivyomtambulisha kwetu, hizi sehemu zingine
nikamtambulisha kwetu. Nilipomtambulisha kwetu, mzee kweli akatumwa, na baada ya mzee kutumwa sasa mambo yameiva, ndo wachungaji wakafahamu. Ndo barua kwa mchungaji wangu akateshi kaja. Mambo mengine ya vipimo nini vikaendelea. Kwa hiyo siku kanisani kwao ambapo ni kwa huyo ex wangu, ndo wanasikia kwa mara kwanza, ndo inatangazwa. Hakuna leo kusikia tetesi, hakuna leo, ni ndo imetangazwa kwa mara kwanza, tunatangaza ndoa fulani fulani, ndo watu wanastuka. Ilikuwa surprise. Can you imagine? Kumbuka yeye ni katibu wa kanisa, kwa ilibidi asimamie michango ya harusi kama nilivyomwambia kwamba utashuhudia. Ikabidi asimamie michango. Kila kitu kilienda poa, kila kitu kilienda vizuri, ila mimi nikamshauri, nikamwambia mume wangu, ikikupendeza tufanye harusi Katesh. Tufanye harusi Katesh. Ndo huku kwetu. Kwa sababu kwao ni Babati. Lakini mimi nikajiona kule niko na, yani kwa hali yangu tu nikajishuku kwamba kweli kuna watu watakao nibeba kama watu wangu wa Katesh, maana Katesh nina watu wengi na mimi ni mtu ambaye napenda. Kweli mume wangu akashirikisha ndugu zake nao wakarizia. Wakakubali ifanyiwe Katesh. Basi Mungu ni mwema, ikafika mpaka siku ya kitchen party nikafanyiwa na huyo mama Kasimbazi ambaye nilikaa kwake sekondari, alinilea. Kanifanyia kitchen party kwa upendo kabisa. Basi kitchen party kaandaliwa na yule mama, ikafanyika vizuri, na send off ikafanyika kwetu Gendabi. Ilipofanyika Gendabi, sasa siku ya send off usiku, nakumbuka nilikuwa nimelala nikiwa na wifi yangu na mama yangu mlezi ambaye ni huyu mama Geje huyu, lala pamoja na msimamizi wangu wa ndoa. Kitanda kilikuwa kikubwa, tulilala watu kama 4 nafikiri. Tulilala nafikiri kwenye mida saa 5 usiku. So unajua shamra za harusi. Tulivolala ni kama vile maono, ni kama vile sio usingizi. Unajua sikupata usingizi kwamba ule usingizi wa kabisa. Yaani nimelala sikuwa hata na dakika 20 au nusu saa sikuwa nayo. Nikaota ndoto. Na ile ni kama maono, ni kama, yani ni kama, unajua unaweza ukaota huko lakini haupo usingizini sana. Yani nikaa nimeota kwamba tulikuwa kwenye gari ndogo tukaangukia, yani kwamba sio kwenye, yani hata kabla haja, nikaota kwamba tulikuwa yani ile scenario tumegongwa na gari tukarushwa mbele mara ya kwanza, gari katupiga mara ya pili, ya tatu ikatuingiza kwenye mtaro. Yani nikaota ile scene, yani ile hatua kwa hatua, nikaja kushtuka. Nikasema Yesu wangu, nikakaa. Nilipokaa, mama yangu huyu mama Geje akaniambia, ambaye ni kwangu ni wifi, ila mimi namuitaga mama. Ni ndugu ambaye natakiwa nimuite wifi, ila mimi nimezoea kumuita mama maana amenilea, namuita mama. Akaniambia, nini mwanangu? Nikamwambia mama, nimeota ndoto mbaya. Yeye alikuwa na usingizi na yeye amechoka, yani ndio tumetoka, yani ndio tumelala muda si mrefu, kwa hiyo alikuwa kwenye usingizi. Akaniambia, na yeye alikuwa amekaa, akaniambia lala, ni ndoto. Hiyo ni ndoto tu. Kweli na mimi nikalala mpaka asubuhi. Asubuhi nikaa nimeshasahau ile ndoto. Maandalizi ya gari, kulikuwa na Noah ambaye alikuwa anambeba mama yangu na wamama wengine, tukaja mpaka tukiwa njiani, tunaanza safari kutoka Gendabi kuja Katesh. Sikuwa na amani. Nasi kama tunapata ajali. Yani kuna ile moyo kushtuka. Nasi kama tunapata ajali. Yani tukikutana hata na mkokoteni wa ng'ombe barabarani, mimi nafumba macho. Nasi kama tunapata ajali, lakini ndoto siikumbuki. Ile kitu mpaka tukafika Katesh nikasiamini. Kwa asante Yesu, tumefika Katesh. Tulipofika tulinyookea saluni. Tengenezwa nini, lakini moyo wangu haukuwa na amani. Moyo wangu ulikuwa mzito, sina amani. Narembwa, wifi zangu wananitania, rafiki zangu wananitania, lakini mimi sikuwa na amani. Wewe Flora, mbona uko hivyo? Unajua si leo ni siku yako, hebu cheka basi. Mimi sikuwa nacheka kwa nje, lakini ndani yangu ni uchungu, nina maumivu. Ikafika mpaka muda wa kwenda kanisani. Kuna mama mmoja anaitwa Mama Shirima, amekuja kunichukua, akanipeleka kanisani.
Pale tukapokelewa na mamia ya watu. Harusi yangu ilihudhuriwa na mamia ya watu wengi. Alikuwepo mchungaji Hosea Sumai kutoka Riroda kanisa la Elim, na wachungaji wengine kutoka sehemu nyingi sana, sehemu mbalimbali. Walikuja watu wengi tofauti tofauti pale kanisani. Paka muda wale ule wa ndoa, kaka Pasco, mimi sikuwa na amani. Natamani kusema tuairishe ndoa, mimi sitaki ndoa. Tumefika pale, yani mchungaji akiniuliza mimi napata hasira. Yani najibu tu, lakini sina amani ndani yangu. Natamani kusema sitaki. Yani sina amani. Na wakati huo pale mbele, kabla hatujakaa, yule mchungaji kanisa ndoa yangu ilifunguliwa kanisa la PAG kwa mchungaji Gida Saida. Yona Gida Saida. Yule mchungaji yule aliyetufungisha, aliyesimamia hiyo, alikuwa anaitwa mchungaji Sura, alikuwa ametoka Dar, alikuwa mgeni wa pale. Kwa hiyo kwa pale tu akaomba. Ingawa alikuwa amesimamia ndoa ifungwe, alikuwa mchungaji Sumaye, huyu wa Elimu wa Riroda. Yule mchungaji akasema hebu subirini msirudi. Akasema jamani, mnaona hawa? Najua huyu binti mnamshangaa sana. Mtakuwa mnajiuliza atazaaje, atabebaje mimba. Lakini Roho Mtakatifu ananiambia, huyu binti mtoto wake wa kwanza ataitwa Debora. Atakuwa kike na ataitwa Debora. Ndoa imefungwa tu, bado hatujarudi kukaa. Basi alivyosema hayo maneno akasema rudini. Tukakaa. Ndo baada ya hapo tukaelekea kwenye picha. Tukapiga picha na ndugu na wifi zangu wengine. Yani wifi moja kaniambia, wifi naomba nikubusu, ambaye ni kiongozi, alikuwa dada, yani wifi yangu mkubwa kwenye hiyo familia, ndio alikuwa mkubwa. Akanibusu, tukapiga picha, akanibeba, tukapiga picha. Basi picha baada ya picha nini, tukaelekea ukumbi wa kanisa la KKT Usharika Katish, ambapo KKT walinilea toka utoto wangu eti. Walinilea, walinitunza, walikuwa wananichangia michango mbalimbali. Kwa hiyo ni kanisa ambalo hata kwamba mimi nilikuwa nasali Pentecost, wao walikuwa hawajawahi kuniacha. Mheshimiwa alikuwa safarini nje ya nchi, alisafiri, lakini wakati anasafiri aliniachia mchango wake mzuri tu. Baba yangu hajawahi kuniacha, ni baba ananipenda sana. Basi siku hiyo tukafika ukumbini, mambo mengine yote akaendelea. Kulikuwa na rafiki zangu kutoka sehemu mbalimbali, NMB benki, CRDB. Yani nilikuwa na mimi bwana, watu wa halmashauri ndio usiseme, watu wa hospitali, yani watumishi hao wote ni watumishi wa halmashauri. Mimi nilikuwa mtoto ninayependwa sana. Nilikuwa na mtu mwenye marafiki wengi. Kwa watu, ukumbi ulijaa mamia ya watu. Yani mimi nakwambia harusi yetu yenyewe imepita kineema. Haikuwa na kamati inayoeleweka. Ni watu tu waliojitokeza. Yani Mungu wa ajabu. Kwa hiyo harusi ilifana sana. Basi wakati tunakula, yani mimi nikujua sikuwa na amani. Nikamnong'oneza mume wangu, kama kuna namna, fanya namna sisi tubaki Kadesh. Naomba sisi tusisafiri. Akaniambia, hebu ongea na wifi yako. Nikamwita wifi, akaja, nikamshika mkono, nikamwambia wifi yule aliyekuwa nikamwambia wifi, naomba sisi tusiende. Akasema wapi? Nikamwambia sisi tubaki Kadesh. Anasema hapana, haiwezekani, sisi tumekuja alafu turudi bila maharusi, haiwezekani. Akaondoka. Kukaa na mvutano. Watu wakati wanasema maharusi hawaendi, watu wa Babati wanasema maharusi wanaenda. Kukaa na mvutano, vuta ni kuvute. Mimi ndo nika mwamuzi wa mwisho. Nikamwambia mimi naenda. Basi nikasema naenda, ila ngoja nikabadilisha shela. Nikaenda kubadilisha shela. Nikaenda kwa mama Shirima, kanipeleka. Maana yule mama alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na lodge na pia alikuwa anaishi hapo, na ni mama ambaye alisimamia harusi yetu pakubwa sana. Yani alisimamia hata msafara ule wa mabodaboda, yeye ndo aliwalipa. Harusi yetu ilifana sana. Kati tulipita katikati ya mji na mashamra na nini. Kiukweli ilifana. Yani ilikuwa ya maajabu. Basi nikaenda kubadilisha shela. Nikabadilisha. Yule mama Shirima kanirudisha. Mungu ampumzishe jamani.
ameshafariki, lakini Mungu ampumzishe huko alipo. Basi akanirudisha kanisani, tukakuta magari mawili. Nilikuta magari mawili, Haisi pamoja na Noah. Wifi ambaye ni kiongozi wa msafara akasema, wifi pande, nyie mnapanda hapa mbele. Kwa hiyo tukapanda kwenye ile ya Noah ambaye ni Noah, tukapanda ambapo alikaa dereva, akakaa mtoto wa dereva, nikakaa mimi, akakaa mume wangu. Basi huku nyuma yangu walikuwa wamekaa mama mkwe, baba mkwe, wifi zangu, na mpaka huko, yani tulikuwa watu 14 kwenye Noah. Walikaa mpaka kwenye buti. Mamangu wao hawaelekei hivi, wao wanaelekea Gendabi na hii gari inaelekea Babati, ambapo Babati vijijini wanaita Getara, kata ya Duru. Basi tukaanza safari. Haisi ilikuwa imejaa wachungaji, wanakwaya na nani. Tukaanza safari. Haisi ilikuwa nyuma kwa wakati huo, Noa yetu ilikuwa mbele. Baada ya muda, kama sio Nangwa, nafikiri Nangwa, Haisi ikatupita, imeenda mbele mpaka tukawa hatuioni tena. Tukaendelea kutembea mpaka tukafika sehemu moja, nafikiri kabla ya Endasaki, tukawa Scania ikatupita, dereva wetu aka overtake. Alivyo overtake, mimi nikamwambia mume wangu, mbona huyu ana overtake wakati, nikamnong'oneza, mbona huyu ana overtake wakati mwendo wa mwendo Scania na wa kwetu ni sawa? Akasema, unajua wanaume wana maneno mengi. Hata sijui. Tukanyamaza. Basi safari ikaendelea, watu ni kicheko, wifi zangu wananitania, na kulikuwa na mwanga kwenye gari, walishaita ya katikati. Kwa hiyo nikiangalia nyuma na waona na tabasamu, inga moyo wangu una amani, naonesha tu kutabasamu, wao wanacheka, wifi. Basi tukafika sehemu, nikakumbuka kuna dada nimesahau kumpigia simu, kumpa kadi ya mwaliko, maana alinichangia. Roho ikaniuma, nikasema Mungu wangu, nimesahau. Nikachukua simu nikampigia huyo dada. Nikamwambia, dada, naomba unisamee, nimesahau kukupa kadi dada yangu, nisamee. Akasema, usijali mdogo wangu, najua mna mambo mengi. Nikamwambia, dada, nisamee sana, usijali. Ikaisha hapo. Simu sikurudisha kwenye mkoba, nikaa nimeishika. Tumefika pale, tukapita Endasaki mnadani. Tukafika hapo njia panda Geta Sam, ambao wanaipenda kuita Kibaoni. Tuko mkono wa kushoto. Dereva akapunguza mwendo, akawa anaingia kulia. Akapunguza mwendo, akaingia kulia. Ile anaingia tu kulia hivi, nilisikia kishindo cha pa. Nikapoteza fahamu. Mimi nilijua ni kama kwa haraka nilijua kichwa kimepasuka. Maana kile kishindo kilinifanya ni kama kichwa kilipasuka. Mimi nikasema mimi nikajua nimesha kufa, yani sijui niseme, yani sina namna kuielezea. Niliposikia hicho kishindo nikapoteza fahamu. Lakini katika ulimwengu fulani, yani katika ulimwengu nimeamini kwa mwanadamu anakufa mwili, hafi roho. Kwenye ulimwengu fulani nikanaona kama gari yetu ni yani kumbe gari ili Scania ile tulioipita barabara yani ile gari ilikuwa inatoka hivi kushoto inaingia hivi, ilitukuka ubavu, ikaturusha mbele. Ilivyoturusha mbele, inatukuta hapo, ikaturusha mbele. Mara ya pili ikaturusha, mara ya tatu ilituhamisha. Kaka Pasco ilituhamisha. Ukipata neema nitaenda kukuonesha, ni kama hapa mpaka kule tulikotoka sasa hivi. Ilituhamisha ikatuingiza kwenye mtaro maarufu kama Kaluati, ikatuingiza kwenye hizo mitaro za pembeni mwa barabara. Sasa ile gari tulivyoanguka kwenye mtaro pembeni, ile Scania ikaangusha kichwa chake juu ya Noa yetu. Kishindo kingine cha pa. Nikasikia ile kishindo, nikashtuka, nikazinduka. Ilipozinduka, nikajaribu kujinyoosha, nikajaribu angalau nijiinue, nikajikuta sijiwezi. Nikajikuta kumbe mdomo wangu na magoti yangu iko sehemu moja, nimesujudu. Alafu nimekamatwa na vyuma. Ukiniangalia kwa hapa, yani hii yote ilikuwa chuma ilinikamata hivi. Ukiniangalia kwa hapa, hii pua ilikuwa imechanwa, hapa imeshonwa. Chuma imenikamatia hivi, huku nimekamatwa na vyuma kwa ujumla.
Sasa ni cha kwanza tu nilipokuwa siwezi hata kuongea, maana vile ninavyoongea yani mdomo wangu unagusana kabisa na vyuma. Ni vile nikiongea nikasema tu cha kwanza, Mungu usiruhusu nife. Kumbuka agano langu mimi na wewe Mungu. Nilikwambia nitakutumikia. Mungu, agano langu mimi na limeishia hapa. Mungu, je, dunia yote imekujua? Nimekuahidi kwamba dunia yote itakujua wewe. Mungu, nimekujua. Je, agano langu mimi na agano tuloongea mimi na wewe ni hili? Katika ile naongea hivi, nilikuwa naongea kwa sauti, ingia kwa shida. Mume wangu akashtuka, akasema kuna nini? Wakati huo kichwa chake kiko karibu, kwa wakati nilikuwa sijagundua. Akasema kumbe, akitikisa hivi kichwa mimi naumia, na mimi nikitikisa anasema unaniumiza. Kwa hiyo vichwa vikawa vimegongana hivi, viko karibu hivi. Sasa nikamwambia mume wangu, tumepata ajali, ila hatutakufa bali tutaishi, nasi tutasimulia matendo makuu ya Mungu. Hatutakufa bali tutaishi. Basi mimi wakati huo hakuna gari linalopita, yani dunia yote ni kimya, hatusikii chochote, ni ndege tu wanaimba. Ilikuwa saa 3 ya usiku. Basi baada ya muda magari yakana simama, wanasema jamani, kuna ajali sisi, kuna ajali hapo imetokea, sisi kuna ajali, kuna ajali sisi. Basi watu wakawa nasogelea gari. Sasa kuna watu wazima kweli hapa? Sisi tunasema sisi ni wazima, tusaidiani, lakini hawatusikii. Basi wakati wanaendelea, baada ya muda kama hata dakika 5 zijapita, ile gari iliyowapeleka wenzetu iliyotangulia ile haisi imerudi. Wakakuta tumeanguka, wakaanza kusema jamani, maharusi wamepata ajali. Wakaanza kuwapigia watu kule, jamani njoeni, maharusi wamepata ajali. Wale wamewashusha wakaanza kurudi, watu wakajaa hapo, polisi wamejaa hapo, watu wa halmashauri wamesikia hizo taarifa, wengi wakaja hapo, wachungaji wengi wananijua wakaja hapo, wale walioko ukumbini hata hawakuondoka, walikuwa bado hata hawajaondoka, wengine kama kamati ya maandalizi walikuwa hawajaondoka, wakaja. Yani watu wakawa wamejaa hapo. Namna ya kutuokoa ikameshindikana, namna ya kutoka imeshindikana. Wanajaribu kuvuta, yani wakameleta magari ili yatuokoe, wanajaribu kunyanyua kichwa cha semi-trailer, ikashindikana. Wanajaribu kuvuta gari yetu, asivuta, tunasikia tu vuta. Vile wanavyovuta ndo kabisa gari inatuumiza, yani inatukandamiza. Mimi kiharaka nikasema mgongo wangu sina tena, ni kwamba tu sitambo, maana kumbuka mgongo wangu umejikunja hivi. Na kumbuka nimesujudu. Haikuwa rahisi kuamini kwamba yani, ila nikavaa ujasiri, nikasema Mungu unaishi, wewe Mungu unaishi, na ijulikane kwamba bado unanipenda, na ijulikane Mungu, ukiruhusu nife dunia itanicheka. Maana wengi walisema yule hataolewa, walisema hatazaa. Mungu, leo umesema madhabahuni mwangu kwamba nitapata mtoto anaitwa Debora. Mungu, wewe ni muongo? Je, wewe ni mwanadamu? Mungu, ukiruhusu nife hapa na huku watu mshawatangazia nitakuwa na mtoto, Mungu, hawatakuamini Mungu. Nikamwambia Mungu, ni kweli umeruhusu kwamba agano langu mimi na wewe tulioniweka uwanjani liishie hapa? Je, Mungu, dunia yote imeshakujua? Mungu, tafadhali nipe neema nyingine ya kusimama kwenye madhabahu yako. Nipe neema nyingine Mungu, nisaidie Mungu. Kumbuka sadaka zangu kama ulivyokumbuka sadaka za Kornelio, kama ulivyokumbuka sadaka za Dorcas aliyekufa akafufuka kwa sababu ya yale mema aliyowatendea wajane, aliyowatendea maskini. Mungu, hata mimi nimefanya kwa kiasi changu, nikumbuke. Kumbuka sadaka zangu, nipe neema nyingine tena Mungu, nipe neema nyingine, nipe neema ya kusimama kwenye madhabahu yako. Nikamwambia Mungu, naomba unisaidie, usiruhusu nife Mungu. Basi
wameendelea na uokozi na nini na nini, ikawa imeshindikana. Wakasema tuokoe kwa shoka. Wanakata gari na shoka, wakikupata wanakuvuta, wanakutoa nje. Wanakata gari na shoka, waliendelea na huo uokozi, waliendelea na huo uokozi, waliendelea kuokoa kwa namna hiyo. Kutoka saa 3 mpaka saa 7 mimi na mume wangu hatujaokolewa. Na hapo katikati hewa ilikuwa nzito, hewa ni nzito, inanuka petroli, alafu damu za watu, watu wamekatwa, damu zinachirizika kama maji. Pasco, siwezi kuelezea ukanielewa, lakini Mungu ndo shahidi wa mambo haya. Yaani damu zilikuwa zinachirizika, inanilazimu nimeze, kwa sababu mimi nabana ulimi. Nikibana ulimi kwa huko, ili ndo damu inapita hivi. Lakini nikibana ulimi, kumbuka, siwezi kupumulia mdomo, siwezi kupumulia pua, napumulia mdomo. Kwa vile nikibana na ulimi siwezi kuhema. Na nikija na kumbuka, hata hewa yenyewe ni bado ni kuitafuta, unaikusanya, ndio ufanya, ndio unavuta hiyo moja, unaivuta ndio unakaa nayo, unaivuta tena unakaa nayo, ndio inakusaidia. Lakini ikafika wakati nikamwambia Mungu, kuna jambo gani gumu kwako usiloliweza? Wewe ni Mungu unafanya njia pasipo na njia. Naomba hewa Mungu, naomba utupe hewa. Wakati mume wangu anasema, mke wangu, mimi naona kama vile nashindwa kupumua. Nikamwambia hapana mume wangu, hautakufa bali tutaishi, tutazaa watoto wazuri, na dunia yote itamjua Mungu kwa kupitia sisi. Sisi tutakuwa ushuhuda unaoishi, haututakufa mume wangu, usiseme hivyo. Basi nikamwambia Mungu, naomba hewa Mungu, naomba hewa kutoka mbinguni, fungua madirisha ya mbinguni, naomba hewa. Katika hiyo harakati namwambia hivyo Mungu, huwezi amini kaka Pasco, yani dirisha, yani ni kama mtu ambaye usiku umefunga madirisha, alafu asubuhi ukafungua madirisha, ukafungua mlango, ile hewa nzuri inaoingia ndani ndio inaoingia kwenye ile gari. Hewa iliingia ndani. Yani tunamwambia Mungu yupo kweli. Tunasema hakuna jambo gumu kwa Mungu ukilichukulia kwa uzito na kwa imani. Na wakati huo nilikuwa na hisi, unajua kwa mtumishi wa Mungu lazima uhisi uwepo ambao wa Mungu na uwepo wa shetani. Kulikuwa na nguvu fulani ambazo hazikuwa wa kawaida. Yani nilikuwa nahisi kabisa kuna uwepo fulani ambao sio wa kawaida. Nilikuwa nasisimka nywele. Yani nilikuwa namna fulani, nikana kemea kwa shida, nakemea roho ya mauti, nakemea nguvu za giza. Ile hali ikawa shwari. Baada ya muda mimi nikawa namwambia Mungu, umesema upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja na wewe. Mungu, umesema upitapo katika moto, wala mwale wa moto hautakuunguza, nitakuwa pamoja na wewe. Nitakushika kwa mkono wangu wa kuume. Mungu, utushike hata kama ni mpaka asubuhi, tuwe salama. Nikanamwambia Mungu, tutakuwa salama. Nikanamwambia Mungu, kumbuka sehemu fulani nilichangia kitu fulani. Kumbuka nimechangia ujenzi wa kanisa. Kumbuka nimechangia hiki. Kumbuka nimesaidia watoto yatima. Kumbuka nimefanya hivi. Kumbuka. Nimejifunza kitu kwamba, kwanza nimejifunza vitu vingi sana kwenye nani. Kwanza nimejifunza kwamba vile ambavyo tunapanda kwa Mungu tukiwa na nguvu, tunapanda labda michango kanisani, sadaka tunazotoa. Sio mradi umetoa sadaka, hapana. Kufanya kile ambacho kinagusa moyo wa Mungu. Siku moja utakitumia kama fursa, kama tiketi ya
kugusa moyo wa Mungu, kumwambia Mungu kumbuka. Nimejifunza kwenye unasikia hata watazamaji wanaonisikiliza, tujifunze kwamba yani unafanya nini, unapanda nini ambacho unasema siku moja nina uwezo kumwambia Mungu kumbuka, na akakumbuka. Kitu gani? Mimi nimwambia Mungu kumbuka moja tu, huduma moja tu iliyowahi kugusa moyo wako, moja tu Mungu. Kwa hiyo huduma moja tu iliyowahi kugusa moyo wako, naomba unipe neema tena ya kusimama kwenye madhabahu yako ili nikushuhudie. Kwa hiyo tusichoke kutenda mema. Ndio maana hata Biblia inasema tusichoke kutenda mema, tusichoke kusaidia yatima, tusichoke kusaidia wajane, tusichoke kuchangia kanisani, tusichoke kutoa sadaka, kwa sababu vyote tunavyovipanda vitaishi. Mimi nimejifunza kwamba hata matumizi yetu ya nyumbani, yani matumizi tu ya kawaida, hata vile ukienda labda sokoni au nini, ni tofauti kabisa na tunavyomtolea Mungu. Yani gharama zetu za kwenda sokoni ni kubwa, au hata ile chai ya asubuhi tu tunayoenda kununua hotelini, gharama yake ni kubwa kuliko sadaka tunayotoa. Umeona? Lakini mwisho wa siku tutakayemlilia ni yule yule ambaye tulimpelekea nini, ile kidogo ambaye unaona yani cha mwisho kabisa ndo nampelekea. Mimi ninajua yani siri ya sadaka kakangu. Mimi mafanikio yangu mengi ni siri ya sadaka. Mimi na Mungu napenda kuweka maagano ya sadaka. Mungu, nafanya hivi kwa sadaka hii, na mimi sadaka yangu sitoi ovyo ovyo mpaka nitakapopata amani. Na napopata kwamba amani, kwamba msaidie mtu fulani, simsaidie kila mtu, namsaidia yule ambaye ndani yangu najisikia kabisa kwamba fanya kitu. Maana kesho nisipofanya kwa mwongozo wa Roho Mtakatifu, kesho sitaitumia kama fursa. Unaona? Lakini pia kitu kingine nilichojifunza, inafika kwenye maisha kuna wakati unaweza ukapita, asiwepo wa kukuelewa, asiwepo wa kukusikia, na anawezekana akapatikana wa kukusikia lakini asikuelewe. Unaweza ukalia. Kwa nini? Nimejifunza wakati sisi tunasema tusaidieni, tuko hai, lakini wale wa nje hawatusikii. Alikuwa anatusikia ni Mungu. Jamani, usichoke kumtendea Mungu na usimkatie Mungu tamaa, na usichoke kutenda mambo kwa Mungu. Angali una nguvu, angali una uwezo, angali Mungu amekujalia una baraka fulani, una uwezo kufanya kitu, una uwezo kumsaidia mtu fulani, saidia. Una uwezo wa kutoa kitu fulani kanisani, una uwezo kununua kinanda kwa ajili ya Bwana, unaweza kununua speaker, unaweza kununua maiki, unaweza ukajenga nyumba, yani kumsaidia mchungaji wako kwa ajili ya ujenzi wake, au wa kanisa au wa kwake binafsi. Unaweza kufanya kitu kwa ajili ya mchungaji wako, kufanya. Una uwezo kufanya kitu, lakini baraka nyingi zinatoka kwa wazazi wetu. Huwezi kumsaidia mchungaji wakati nyumbani kwako mamako analala njaa, baba analala njaa, unafanya kwa ajili ya watu wengine. Hizo sio baraka. Mzazi kwanza na wengine, na kadri Mungu anavyokuongoza. Yani nimejifunza vitu vingi sana. Kwa hiyo baada ya hilo nikafika wakati nikamwambia mume wangu, kama kuna namna kutoa mguu nje, mume wangu, hebu jaribu kutoa mguu nje ili watu wakule nje wajue kwamba kuna mtu yuko hai, sisi tuko hai. Akaniambia mke wangu, sina namna. Nikamwambia mume wangu, usijali, mimi naweza. Sio kwamba naweza, yani nilivaa tu ule ujasiri. Mimi nilikuwa jasiri. Nikasema kama Dorcas alifufuka, aliyekufa amekufa, haongei, alifufuka kwa sababu kuna kitu alikitenda alikifanya kwa Mungu, kwa sababu ya mapando aliyopanda kwa Mungu, na mimi nitaishi tena. Sio kwamba ni mwema, sio kwamba nimetenda mengi sana, kwa moja tu, Mungu moja tu. Kwa hilo nifufue kama Dorcas, kama ulivyomkumbuka Kornelio. Mungu, kwa hiyo tu nikumbuke tena. Ujasiri huo nilikuwa nayo, kwa sababu kweli nikiangalia nyuma, mimi sio mwema, wala sijisifu, wala sio kwamba nimefanya mengi kwa Mungu. Hapana, nimefanya machache, kanini madogo sana, hata hayastahili kuyasema, ila yalinisaidia kumkumbusha Mungu. Nilivyomkumbusha akanivisha ujasiri. Uzuri moja, kabla ya ndoa yangu,
kuna kanisa kama sikuzi, nilipeleka kadi ya mwaliko wa harusi, nikakuta wana mchango wa kinanda. Kinanda siku hiyo haikutumika kanisani, na mimi nilikuwa nauza CD zangu, na nilikuwa nauza kwa sababu nina shida. Naona nauza kwa sababu nina shida sana, na niko kwenye maandalizi ya harusi. Nauza CD za siku nyingi tu, ila naziuza. Nikauza CD ikapatikana 50,000, na nina shida kweli, lakini nikasema kwa ajili ya hii kinanda, hii hela acha yote ibaki. Kwa vile nilivyopata nimeuza zote, zimeuzika, nimepata 50,000, hiyo hela nikaiacha. Kwa hiyo katika ile harakati namwambia Mungu, kumbuka, cha kwanza kumkumbusha ni ile kinanda. Mungu, kumbuka ile kinanda. Mungu, kumbuka hata inatumika kukusifu wewe, inatumika ili kugusa mbingu. Mungu, kumbuka ule mchango wangu. Kwa hiyo Bwana, nimejifunza sana. Mungu anasema msijiangalie ninyi tu, waangalieni na watu wengine. Wasema tu upendo sasa hivi kwa watu wengi, upendo umepungua. Hata nikikuona wewe unainuka, siwezi kukusapoti, sitaki. Kwani uinuke wewe? Kwani ufanikiwe wewe? Na moyo wangu unajaa chuki. Hiyo sura ya Mungu. Mungu hajatufundisha hivyo. Kwa kweli nimejifunza vitu vingi sana katika Mungu kunipitisha huko. Basi baada ya hivyo mume wangu sema hebu nikamwambia mimi naweza. Nikamvaa ujasiri, nikamwambia Mungu, umeniumba kwa mfano wako, na umesema sisi ni miungu wadogo, na umesema yote yanawezekana kwake aminie. Marko 9:23 umesema yote yanawezekana kwake aminie. Mungu, umesema unafanya njia pasipo na njia. Mungu, umesema unatenda jambo jipya, na je, halitachipuka sasa? Halitachipuka sasa? Ameandika hivyo. Nikamwambia Mungu, naomba unitendee jambo jipya, nitendee jambo jipya niweze kutoa mguu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Jina la Yesu nilitaja mara ya 3, nikapata nguvu, kumbe nikafanikiwa kutoa mguu kinyume, lakini nikautoa mguu, nikautikisa. Sikuwa najua kwamba hata kama umetoka nje, nikautikisa. Mimi natikisa hivi mguu, watu kaanza, kuna mtu kapiga kelele, jamani, kuna mtu anatikisa mguu, jamani, njoni muone. Mimi sijui, yani kuna maswali kakapaswa, sijui hata namna kujibu, sijui hata huo mguu ulioonekana nje, sina hakika kama ni mguu wangu. Mimi nahisi ni mkono wa Mungu. Mungu aliugeuza tu wewe kama mguu wangu, lakini sina hakika kama ni mguu wangu. Hapana, yani siamini. Mimi ninachoamini ni mkono wa Mungu ulioonekana, lakini ulikuwa kama mguu wangu. Na mimi ndani yangu najua ni mguu wangu, lakini mimi najua yani nilikuwa nasema ni mguu wangu na utikisa, lakini mimi nahisi ni mkono wa Mungu uliotumika. Aisee, acha. Akasema njoni muone, kuna mtu anatikisa mguu. Basi wakasogea hapo, na navovuta sasa picha, wakasema tikisa tena, nikautikisa. Watu wengine wanakuja, hebu tikisa tena. Watu hawaamini, yao wameshachanganyikiwa, yani watu wamesha paniki, wameona damu nyingi, na utikisa. Wakasema leteni shoka, wakaleta shoka. Wakakata gari upande wa mume wangu, wakaanza kumvuta mume wangu. Mume wangu akasema mimi natoka mwanzo. Mimi namwambia Mungu naomba mume wangu atoke wa kwanza. Mungu naomba mume wangu atoke wa kwanza. Kwa sababu gani niliomba hivyo? Niliona ni kama mtu yani ni mtu ambaye ameshakata tamaa, yani hana matumaini tena. Kwa hiyo nilikuwa ningemwacha kwenye gari, mimi ningetangulia. Nilikuwa na huzuni. Hapo sasa ndo tunaposema upendo una nguvu. Yani sikutaka nimwache mume wangu kwenye gari. Ni sawa na mama anasimamia, yani watoto wake anataka awe usalama. Ndio maana sema Biblia sema mwanamke atailinda nyumba yake kwa maombi. Yani nikataka mume wangu awe wa kwanza kutolewa. Mungu kweli akanijibu. Yani hiyo nilikuwa naomba kisirisiri yeye asisikie, lakini Mungu akajibu. Basi wakamvuta, akasema mke wangu natolewa mke wangu, ila nikifika nje tawaambia uko hai. Nikamwambia wangu sijali, wewe nienda, mimi nitakuja, tunawasiliana. Akavutwa akatolewa. Basi wakaendelea kukata gari, wakatoa simu. Yeye alikuwa na suti, mimi nilivua shela. Sasa wakati huo simu yangu
unakumbuka nilikwambia nilikuwa nimeshika kwa hiyo wakati ilipotokea ajali ilipotokea, sikukumbuka ilidondokea wapi, isipokuwa nilikuwa nimesave ule wimbo wa Christina Shusho, umenifanya ning'are, umenifanya ning'are Yesu. Ule wimbo ulikuwa unaimba sana, kwa sababu watu walikuwa wanapiga simu sana, na ule wimbo ulinitia nguvu. Nikawa nasema Bwana, haijalishi nipo katikati uvuli wa mauti, mimi ni dhahabu katikati ya moto, nitang'ara. Ule wimbo unaimba unanipa moyo, nitang'ara, kwa sababu niliusevu wa kuitia. Yes, ingasi ijui ila inaimba umenifanya ning'are. Na ule wimbo ilikuwa napigwa kila sekunde na kila dakika, ni kila saa, mpaka simu, yani mpaka wakati natoro ile simu yangu ilikuwa inaimba huo wimbo. Kwa hiyo nilikuwa nasema yes, mimi ni shujaa, mimi ni shujaa, mimi ni shujaa, mimi ni dhahabu katikati ya moto, mimi ni dhahabu katikati ya moto, mimi ni dhahabu, mimi ni dhahabu, mimi ni dhahabu katikati ya moto. Naimba hivyo na asali hivyo. Mama alipotolewa wanakata gari, sijajua, kuna mtu inasemekana kuna mama wakamtoa ile, wanakata gari mara ya kwanza, ya pili ili wanitoe mimi, wakasema mpini wa shoka umevunjika.